kitu hicho kinaleta kitu wanachoita Waingereza burnout. Lazima kuna mmoja atakayechoka. Na kama mwanamume na mwanamke wanakaa pamoja kwa sababu tu ya ngono, mwanamume atamkinai mwanamke, ataanza kutafuta mwanamke mwingine. Mwanamke atamkinai mwanamume, ataanza kutafuta mwanamume mwingine. Kwa sababu kinachowafanya watu hao wakae pamoja si ngono pekee. Hicho ndicho tukizungumza, ingawaje unaweza ukawa hukuwa umekipata vizuri, lakini pia kwa ajili ya wale ambao hawakuwepo unaweza ukawa umepata msaada. Sasa leo hoja yangu ipo kwenye kipengele, kwa sababu Mungu alivyokuwa anamuumba mwanadamu wa kiume na wa kike, alikuwa anatengeneza familia. Wewe ambaye huna mke na tayari ni mtu mzima, una meno 32, na wengine tayari mna ndevu mnaziacha kama zinakuwa kama vile za beberu la mbuzi, mwelewe mnachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuoa. Na ninyi mabinti, unaelewa kabisa umeshazidi umri wa miaka 22. Huo ndio umri kisayansi inaaminika kwamba kama ni papai limeiva, mwanamke huyu anastahili kuwa na mume na kuzaa na kufanya kila majukumu ya kifamilia. Umeshafika umri huo, usiwe na sababu ya kukataa kunapokuwa na proposal ya kuolewa. Visababu ambavyo huwa mnaviweka havina maana, kwa sababu Mungu anataka uanzishe familia, ambalo lilikuwa ndio kusudi la mwanzo toka Mungu anamuumba mwanamume na mwanamke. Mungu anataka uwe na familia kwa ajili ya nini? Companionship. Ni zaidi ya company, ni ushirikiano wa kinamna yake. Mungu anataka uwe na familia. Utafiti umefanyika, wanaume wanaokaa peke yao hawaishi maisha marefu sawasawa na wanaume wanaokaa kwenye familia, na wanawake wanaokaa peke yao pia hawaishi maisha marefu sawasawa na wale walio katika ndoa. Ukiondoa zile vurugu za kupigana wakauana, ukiondoa zile vurugu za kutiliana sumu, ndoa inamfanya mwanamume na mwanamke waishi maisha ya furaha yalivyokusudiwa na Mungu. Kwa nini? Companionship. Lakini anzisha familia, kwa sababu toka mwanzo mwanadamu ni familia. Mungu akaumba mtu mume na mtu mke akawaumba. Anzisha familia kwa sababu purity, usafi wa kimaadili. Usafi wa kimaadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu wewe nani Kawea, nenda kalete Biblia yangu pale mezani, imeandikwa neno. Unakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya usafi wa kimaadili. Inashangaza, binti umeokoka, anakuja mwanamume, hakuna sababu yoyote ya kimsingi ya kumkataa, ila unaweka mazingira ya kumkataa, wakati umeshafika umri ambao moyo wako na fikra zako na mwili wako unahitaji mwanamume. Lakini mwanamume anayekuja kufanye kuwa mke wa halali, unamkataa. Kinachotokea baadaye, kwa sababu mwili wako una mhemko, unajikuta unamkubali mwanamume ambaye si male, anaweza hata akawa mume wa mtu mwingine. Ukajikuta unamkosea Mungu. Lazima wajielewe wadada wote waliomwamini Yesu akawa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wao
sio sawa na wadada walioko nje ya Kristo. Sisi tupo katika ule mpango Mungu aliokuwa nao toka mwanzo. Tuko duniani ili Mungu atukuzwe kupitia maisha yetu. Sasa tunapokuwa na wanaume ambao sio waume zetu, tunapokuwa na wanaume na tukajikuta tunazaa na watu ambao sio waume zetu, tunamkosea Mungu. Vivyo hivyo mwanamume, unapokuwa hujaoa lakini mwili wako unahitaji mwanamke, halafu ukaacha kuoa sababu unangoja sijui na nyumba, unangoja kuwa na nyumba wakati hufanyi kazi kwa bidii uweze kujenga. Unangoja na gari wakati hufanyi kazi kwa bidii uwe na gari kwa sasa. Baisikeli yenyewe inakushinda. Kama anatokea mdada mwenye kukuelewa, oaneni. Kwa nini Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7? Tutatumia tafsiri hii hapa, inaeleweka vizuri zaidi kwenye huo mstari. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema, basi kuhusu mambo yale mlioyaandika, ni vyema mwanaume asimguse mwanamke. Kulikuwa na mambo yamezungumzwa. Kwa hiyo Paulo akiwa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu akaandika barua kuwapelekea Wakorinto. Anawaambia kama ndivyo hivyo, mwanamume asimguse mwanamke na mwanamke asimguse mwanamume. Lakini akaendelea, lakini ili kuepuka zinaa. Umeona? Ili kufanyaje? Hii ni Biblia ya Kiswahili, tafsiri inaitwa Neno. Ndivyo ilivyoweka. Ili kuepuka zinaa, mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Kwa hiyo tunaoa pia, mbali ya hayo makusudi mengine niliyoyasema, ili simkosee Mungu. Kwa sababu ile mhemko wa kutaka mwanamke haujawekwa na Shetani. Ile hali unayoisikia mwilini mwako ya kutaka mwanaume haijawekwa na Shetani, ni Mungu kaiweka. Hali ya kutaka kuwa na mwanamke haijawekwa na Shetani, na wala sio pepo linalokufanya utake mwanamke, sio pepo linalokufanya utake mwanamume. Ndivyo Mungu alivyomuumba mwanamume na ndivyo Mungu alivyomuumba mwanamke. Lakini unapaswa ujizuie, kwa maana ndoa inapaswa kuheshimiwa. Ujizuie unapokuwa huna mke, ujizuie unapokuwa na mke, unapoona mkeo wakati huo hayupo lakini una haja ya kutenda tendo hilo. Ujizuie, kwa sababu jambo lingine lolote nje ya mduara wa ndoa takatifu ni uzinifu, ambao Biblia imesema unayo adhabu hapa duniani na katika ulimwengu ujao. Uzinzi unayo adhabu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Vivyo hivyo wewe ambaye hujaoa, ujizuie. Usiwe na huyo mwanamke, hata kama unawaza kumwoa, kuwa naye kimapenzi kabla ya ndoa. Ndivyo maandiko yanavyofundisha. Kwa kuepuka zinaa, kila mtu awe na mke wake. Kwa kuepuka zinaa, kila mtu awe na mume wake. Sasa turudi kwenye hoja. Wewe kijana umeshafika umri, unaendesha maisha yako miaka 30 sasa, miaka 33, miaka 35. Kwa nini huoi?
Sio kwamba wewe una agenda ya kuja kuharibu wadada wa watu, kwa sababu kwa umri huo, kama hujawekwa na Mungu kuwa toashi, kwamba huna hamu ya mwanamke, hutakuja kuoa, wewe utakuja kuleta shida tu, kwa sababu lazima utakuwa unamwaza mwanamke. Na ukiwa unamwaza mwanamke lakini ukaamua kujiridhisha kwa mikono yako, napo pia unakosea. Hiyo ni dhambi. Lakini ukaamua kwenda mtaani huko, ukaenda kununua wadada poa, ukawa nao ndani, pia unamkosea Mungu. Unachotakiwa kufanya, oa mke ambaye atakuwa ndio wa kukusaidia kwenye eneo hilo, wa halali, na Mungu hatakuwa anaona, hatakuwa anakuonea shida. Ni lazima mwanamume uoe, ni lazima mwanamke uolewe ili kuepuka zinaa. Ni dunia nzima mila hii ipo, kwamba anayeanzisha mwenzake ni mwanamume. Tukisoma sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo, mstari wa 18 mpaka wa 25, tunaelewa moja kwa moja Adamu alilala usingizi na Mungu akachukua ubavu akaufanya mwanamke. Alafu hapa alipotoa ubavu akapafunika. Sasa huyu mwanamke ndiye aliyemwona kwanza mwanamume, lakini alivyoamka Adamu, mwanamke hakusema wewe ni mume wangu. Mwanamke hakusema Mungu amesema tuoane. Lakini Adamu alivyoamka, yeye ndiye aliyeleta mashairi. Wewe ni mwanamke, utaitwa mwanamke, umetoka katika nyama zangu, umetoka katika mifupa yangu. Maana yake wewe ni mimi, na kuanzia leo mwanamume atakuwa naacha baba na mama na kuambatana na mkewe, na hao wawili hawatakuwa wawili, watakuwa mmoja. Anazungumza mambo aliyoyaelewa wakati amelala, kwa sababu ukiwa umelala wakati mwingine ndio njia rahisi ya lango la mbinguni kufunguka, ukayaona mambo ya rohoni ukiwa katika hali ya mwili. Kwa hiyo Adamu akaelewa, kumbe nilivyokuwa nimelala, ameona kabisa Mungu anatoa Eva, anamtoa kwenye mwili wake. Hii ya kutolewa ubavu ni mfano tu. Walikuwa wanatenganishwa watu wawili waliokuweko toka mwanzo, wawe wawili waweze kushirikiana, maisha yawe matamu zaidi. Akiwa kila kitu ni humuhumu, haitafaa. Na wala Mungu hakuwatenganisha hivyo ili wazae, kwa sababu sisi tuliosoma biology tunaelewa kuna viumbe vinazaana bila kuwa mke na mume. Ni kiumbe hicho hicho kinazaa. Viko vingine lazima viwe mume na mke ndio vizaane, lakini viko viumbe ambavyo inawezekana kuzaa tu. Mungu angeweza kuweka hivyo kama angetaka, lakini akasema huyu mtu niliyemweka duniani awe mfano wa mimi, nataka pia awe na furaha. Na namna gani atakuwa na furaha? Afurahie maisha yake duniani akitimiliza niliyomkusudia. Basi awe na mwanamke atakayekuwa anafanana naye, anajua nimemtuma nini Adamu, na yeye anakuwa msaada kwake. Kwa hiyo itakuweko ndoa, na watakuwa wanahusiana kimapenzi pia. Kwa hiyo uhusiano wa mwanamume na mwanamke, na kukawepo katikati suala la mapenzi,
Hakuna swala la dhambi hapo. Dhambi inakuja pale huyu mwanamume anapoenda, badala ya Eva wake anaenda kwa Aisha, na Eva badala ya kwenda kwa Adamu wake anaenda kwa Yeremia. Hapo ndipo inapotokea dhambi. Lakini unapokuwa na mme wako, unapokuwa na mke wako, chochote kinachoendelea hapo ni kitu kitakatifu Mungu alichokianzisha mwenyewe. Kwanza ni ibada kwa Mungu. Inapofanyika nje ya hapo, inakuwa ni ibada kwa Ibilisi. Mapepo yanahudhuria. Na kama huyu mwanamke ana mapepo, yanahamia kwa mwanaume. Na kama huyu mwanamume ana mapepo, yanaenda kwa mwanamke. Ni sherehe ya kuambukizana mapepo. Kabla ya kuambukizana magonjwa, watu huambukizana mapepo wanapokuwa katika ngono isiyokuwa halali. Unga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anzisha familia ili uwe na mahali pa kuondoa hisia zako bila kumkosea Mungu. Nje ya hapo utakuwa unamkosea Mungu. Sasa kwa nini tunawaambia mabinti mkubali kuolewa? Tunawaambia mkubali kuolewa unapofika miaka 22, akatokea mtu anaonekana na akili timamu, anamcha Mungu naye mcha wewe, anamtumikia Mungu naye mtumikia wewe, unamwelewa na akili sawasawa, wewe kubali kuolewa naye. Mambo ya pesa yatakuja baadaye, mambo ya kuvaa vizuri yatakuja baadaye, mambo ya magari na vitu vingine yatakuja baadaye, lakini wewe unajiepusha pia kumkosea Mungu. Sasa unakataa mwanamume anakuja wa halali kesho na kesho kutwa, kwa sababu uhitaji unao. Anatokea mtu, unajikuta unamkosea Mungu. Inakuwa shida kwako mwenyewe, shida kwa familia uliotoka, na shida kwa kanisa. Hii kitu ninawasihi sana muielewe, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma Biblia ya Mhubiri, kitabu cha Mhubiri sura ya 5,
wanakubali. Sasa kufanya hicho kitendo hakina ubaya wowote kama hakutahusianisha kulala pamoja. Usilale na mwanamume kabla hajawa mume wako, kwa sababu siku mkilala wote, swala la mimba, hata dakika 2 tu, hata dakika 1, kama maziwa ya mwanamume yatakuingia, yale yatakufanya ushibe kudumu mpaka miezi 9, na utashangaa kitakachotoka hayatakuwa maziwa, itakuwa ni mtu. Utakuwa umekuwa na mtoto kabla hujapanga. Na yule mwanamume ukimwambia mimi nina mimba, na wewe anakuambia sikuwa na mpango wa kuzaa, na kwa maana hiyo mimi huyo mtoto simjui, kwa sababu kwanza hata sijui kama huwa niko peke yangu kwako. Umeona mambo yanavyokuja? Ngoma imesanua. Punga mkono. Sasa kanuni nzuri, usikubali kulala naye, kwa sababu ukilala
mwanadamu kanisani. Una uwezekano wa kuchukua mtu ambaye hajaokoka kabisa, ila huwa anakuja tu kanisani. Kwa sababu kaa ukijua kuoana ni kuunganisha miungu, na hii ndoa itakuwa na raha kama hawa miungu wote ni Mungu yule yule mmoja. Ni kuunganisha ibada. Hii ndoa itakuwa na raha kama watu wote hawa wana ibada moja. Lakini kama huyu mwingine huwa anaenda kwa Baali na huyu mwingine anaenda kwa Yehova, kuna mgongano wa hii miungu. Watoto watakuwa wanakufa, uchumi utakuwa unakufa, kutakuwa na vita kila mara ndani ya nyumba hii. Kijana mmoja alioa mdada, kumbe yule mdada ni mke wa joka. Kwa kila mara lile joka huwa linakuja kumchukua. Na siku moja Mungu akampa kuona, na Mungu akampa kujua cha kufanya. Dada yule siku moja akashtukia tu hamoni, ametoweka tu kusikoeleweka, ameondoka. Kwa sababu hakuwa ameoa mwanadamu kabisa, alikuwa ameoa mtu ambaye anamilikiwa na joka. Kwa hiyo uwe makini, na mahali pa hatari ni kanisani. Labda kikutisha hivyo ndio utaelewa, kwa sababu kila mmoja anakimbilia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pa hatari kwa sababu wenye ukimwi wanakimbilia wapi? Walioumia mioyo yao kwa kubakwa wanakimbilia wapi? Waliotoa mimba 20 wanakimbilia wapi? Sasa wewe unaenda tu kwa sababu unaona kamdada kanawaka. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Kwa utajikuta uko hatarini. Punga mkono wako. Yaani mimi nilikuwa natamani wote wangelikuwepo. Sijui watu hawaelewi umuhimu wa mafundisho haya. Eti wewe Mama Teuvo, kwa nini huja kuwepo? Ndio umekuja leo tu. Ulikuwa hujui kwamba tuna semina hii? Yaani mimi, Mungu awasaidie ninyi watu wangu. Kabisa Mungu awasaidie. Yaani haya mafundisho, material nayotoa ni mafundisho jamani, ni mafundisho. Halafu mtu eti anaacha tu yuko nyumbani. Anafanya nini? Anakula viazi. Haya. Maisha yanahitaji ufahamu, tena ni ufahamu wa juu wa kibiblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati unafanya dating, hakikisha hulali na huyo unaye date naye, kwa sababu kwa wewe kulala naye ni dhambi hata kama mtaoana. Lakini pia kwa sababu tendo hilo si takatifu, saa hiyo ni rahisi kuambukizana mapepo, na mtu mwenyewe humjui. Ni rahisi pia kuambukizana magonjwa kwa sababu humjui, hamjaenda kupima. Uwezekano wa kuambukizana magonjwa ni mkubwa. Siku moja nilikuwa naombea watu, nisitaje ilikuwa ni wapi. Siku hiyo Bwana akanipa kujua ya kwamba nisiwaombee tu, niwe nawauliza mabinti wadogo wadogo, miaka 16, 17, 20, 22, zaidi ya 6, wote walisema nimepimwa, nimekutwa na HIV. Nimepimwa, nimekutwa na HIV. Lakini wadada ambao ukiwaangalia ni wazuri, wanavutia. Sisemi kwamba ukimwi unafanya mwanamke asivutie, lakini sasa mkaka anasema ndio nimeona kamdada haka, unakwenda naye, kumbe unaenda kujiingiza kwenye ukimwi. Sasa utakavyokuwa unachumbia, unataka umfahamu na yeye akufahamu, ifike hatua mnaenda kufanya uchumba uwe ni halali. Kanisani tunashauri usiende kwa wazazi wako kabla, usiwaambie rafiki zako kabla. Njoo kwa mchungaji, na mchungaji kanisani tuna utaratibu, mnapimwa. Ikikutwa kuna shida uchumba ule, tuna utaratibu wa namna ya kufuta
ama kuwashauri mngoje huyo ambaye ameonekana ana maambukizi apone. Hili jambo tulifanya kwa hekima sana, kwa sababu tulishawahi kuwekwa kwenye kikao na mafundisho. Sheria iko kabisa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na mambo ya ukimwi. Mchungaji ukifanya mchezo kwenye eneo hilo unaweza kufungwa. Sasa kama nyie mmeshaanza kufanya mambo hayo, hata nikikuta una ukimwi wala sitazungumza. Na kama uko na ukimwi na mwenzako hajui, wala pia sitamwambia. Kwa sababu nikimwambia, mimi akinishtaki mwenzako, mimi naweza nikafungwa. Hizo ni sheria, hazijali kwamba huyu ni mchungaji, huyu ni nani, amevunja sheria. Na ukivunja sheria ya nchi ni jinai. Kwa hiyo haya mambo ni mambo nyeti, tunawafundisha kwa faida zenu wenyewe. Wewe unataka kuoa, fanya hiyo dating, lakini kwa mpaka wa kutokulala naye. Inafika hatua mmeelewana, njoni kwa mchungaji, tutawasimamia, mtaenda kucheki afya zenu. Na sasa hivi tumeongeza na swala la afya mambo ya ini, kwa sababu ukiwa mwenzako ana virusi vya ini, mkikumbatiana, mkija kuanza kunyonyana na ndimi, mkifanya chochote, tayari ni ugonjwa, na ugonjwa ule pia hauna tiba. Tunataka ijulikane hicho, ili kabla ya hapo, kama tukishajua, tujue cha kufanya. Kuna kanisa moja, dada mmoja kabla ya wiki 2 ndio walienda kupima. Walivyoenda kupima akakutwa ana maambukizi ya virusi. Sasa kwa sababu shuhuda zimeenea, hapa tumeombea watu wenye ukimwi kadhaa, wengi tu wamepona. Ndio ngija, mchungaji, naomba niombe, nimekutwa na virusi vya ukimwi. Sasa ina maana sasa hivi wameshatoa na mahari, tayari imeshatangazwa, na ndoa inataka kufungwa wiki 2 mbele. Ina maana hili jambo la ukimwi limejulikana mpaka na kanisani, limejulikana mpaka kwa wazazi wako, limejulikana mpaka kwa wazazi wa mwenzio. Hapa mlikuwa na hekima kweli? Mmekosea. Ilitakiwa hili jambo mpimwe kabla wazazi hawajui. Punga mkono wako. Hivi mnaelewa ninachosema? Ila huwa mnasema ndio, alafu wakati wa utendaji unafanya unachoona. Si huwa mnaona anachosema mchungaji ya kwanza ni mzee. Sisi Gen Z bwana. Haya, endeleeni. Lakini hili neno la Mungu halizeeki kama jua ambavyo halizeeki. Halizeeki kama vile ambavyo maji hayazeeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni salama yako. Vijana wa kiume nilishawafundisha hapa kanisani. Ukishaanza kuona interest ya dada yeyote, usiende kuongea naye. Njoo ongea na mimi kwanza kabla hujamwambia. Lakini aliyetimiliza jambo hilo ni naweza nikihesabu. Wengine wote huwa wanakuja kwangu tayari tumeshapatana. Sasa katika mazingira hayo unataka mimi nikushauri? Thubutu. Kwa sababu hata huyo uliyemchumbia ni msharika wangu, ni mwanangu katika Bwana. Hata kama ningekuwa ninaona kwamba hamtafaana, siwezi kusema huyo hakufai. Kwa sababu nikisema tu mtaenda kunisengenya, halafu nitapoteza washirika 2 kwa mara moja. Nani mjinga wa hivyo? Ninakwambia huyo anafaa sana. Utayajua mwenyewe huko mbele. Kwa maana amekataa ushauri wa mama, atavunjika guu. Ulimwengu utamfundisha. Kanisa ni mama, Yesu na Mungu mwenyewe ni baba. Sasa umekuja kwa mama, mimi nataka ushauri. Taka ushauri kabla, usitake ushauri baada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna viburudisho huko nyuma. Ukiwa unakwenda unapata kikombe chako cha kahawa, kikombe chako cha unapata kikombe chako cha kokoa, chai, nini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunaendelea mafundisho huko, napiga kitu. Ninakufundisha tu kwa sababu mambo ya ndoa yanahitaji raha. Ndoa inahitaji nini? Ndoa inahitaji raha. Si unaoa mke unamfanya anadhani hapa nyumbani ni jangwa. Hapana. Nyumbani hapo isiwe jangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vizuri visiwe vinakosekana. Mama yenu hapa anachombeza. Wanasema Waswahili wa mtaani anatia fitna. Anasema eti wengine kokoa ndio wanainywa leo. Anatia tu fitna. Msiwe na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio maana nimeandaa chocolate. Kila siku nataka utoke na chocolate, ili wewe mwanamume ujue chocolate ni muhimu sana kuinunua kwa ajili ya mke wako. Na kwenye semina ya wanandoa kabisa nitaeleza nafasi ya chocolate kwenye wanandoa. Nunua chocolate kwa ajili yako wewe mwenyewe baba, chocolate kwa ajili ya mkeo. Nunua. Kwa sababu chocolate, hata kama mtu amenuna kila tu chocolate, yani ghafla tu kama vile ni kauchawi hivi, mnuno unaondoka, unayeyuka wenyewe. Ndivyo chocolate ilivyo. Punga mkono wako. Hata kama madaktari watakwambia ina sukari sana, lakini wewe kula tu. Ina faida kubwa zaidi ya hiyo hatari ya sukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata hiyo kahawa nayo ina faida sana. Kama huna BP, kahawa ni faida sana kwa wote wawili, mwanamume na mwanamke. Sasa ikichanganywa na nyama choma, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani leo kwa sababu nina mambo mengi, nitaomba mnivumilie niongeze kwa sababu tayari hapa natakiwa nimalize, lakini bado kuna hoja kadhaa nilizoziandaa sijamaliza. Kwa hiyo nimesema uwe na familia kwa sababu hizo 5 nilizozisema: kwa ajili ya companionship, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya usafi wa kiroho, wa kimaadili, kwa ajili ya kuwa na nguvu kiroho na kimwili, na kwa ajili ya kumtii Mungu. Namna gani utachumbia na kuchumbiwa? Nimesema tafuta kumjua mtu na umjue wewe mwenyewe, lakini pia uliza ushauri, lakini pata muda wa maombi, na usianze uhusiano na yeye kwa mapenzi, kwa ngono. Halafu kitu kikubwa, consider faith commonness. Lifikiri na lizingatie swala la kuwa na imani moja. Hii wakati wa mwanzo, wakati mwingine wadada huwa wanalewa. Anasema tu hamna shida, mambo yataonekana huko. Na hivi sasa hivi madhabahuni huku tumeshapingana. Wako wenzetu wanaosema swala la ndoa sio la kiroho. Swala la ndoa ni la mwilini. Unalazimisha tu wewe unasijui nini. Hata kama utaoa Muislamu haina shida. Hata kama utaolewa na Muislamu haina shida. Hawa wenzetu labda wamesahau, inawezekana wapiga debe wenyewe huwa hawasafiri, unajua. Lakini utakuwa unazungumza maneno hayo wakati liko neno usifungiwe nira na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Na moja ya nira ni ya ndoa. Hata biashara, usiwe na biashara na watu ambao hawaamini. Kuna siku ataka twende kwa mganga, wewe utaenda naye? Wewe utasema tumepata faida hii, tutoe zaka, yeye ataelewa? Kwa hiyo hata biashara, mambo ya ndoa na vitu vingine, usiwe na urafiki, usifungiwe nira. Usiwe na vitu vinavyohitaji mikataba na wasioamini, usifungiwe nira nao. Lakini zingatia pia familia anayotoka.
Mimi wakati mwingine nakuwa najiuliza, natoa tu mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi labda mimi hapa, mimi sina watoto wa kike. Sasa watoto wangu hawawezi wakaja wakasema wewe hapo nioe. Sio kawaida, na mila zetu haziko hivyo. Hata akijaa roho akasikia sauti ya Bwana, usifanye hivyo. Lakini inakuwaje kijana ndani ya kanisa anaenda kuoa kwenye familia ambayo hawajui sana hao watu? Anaacha kuoa mtu anayemjua, tumekuwa pamoja miaka na miaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umeshamjua huyu mtu, wakoje wenyewe mume na mke. Inawezekana mpaka ukawajua na wazazi wa huyo mzazi wa mtoto anayetaka kuolewa au kuoa. Kwa nini kijana aanze kuwaza kwenda kwa mdada ambaye yeye ndiye aliyeokoka? Familia nzima hawajaokoka. Sisemi wasiolewe, lakini humjui, hujui familia yao, na hujui amekuja kanisani kaokoka kweli. Tumeomba, hatujui. Lakini kama ni kwa kufikiri na kuona kwa macho, bora uende kwa familia unayoijua. So consider the family first. Also, sio first. Nataka niwaambie, mtoto ambaye amekuwa bila baba anahitaji kuwa yuko kanisani kwa uaminifu. Huyu ataweza kuwa ameshaijua mamlaka kutoka kwenye mamlaka ya mchungaji. Au kama amelelewa na wazazi wengine wasiokuwa wazazi wake, amekaa kwenye hiyo familia kwa uaminifu chini ya mamlaka. Lakini hao wasiotaka mamlaka wanataka wakae wenyewe muda wote. Hao ni hatari sana kwenye ndoa. Na ninyi mabinti, ukiwa na wazazi na wanataka ukae nao, hata kama umekuwa na uwezo, basi kaa peke yako, lakini onyesha kuwa bado uko chini ya mamlaka ya familia iliyokulea, iliyokufikisha hapo. Kwa sababu kuwa chini ya mamlaka ni dalili nzuri ya kuja kuwa mke mwema. Lakini anayekuwa huru anataka saa anaenda mjini, saa ya kurudi haijulikani. Huyo akimwoa, utakapokuanza kumwambia we, nataka uwahi kurudi, ni chanzo cha magomvi. Unanichunga kwa nini? Kwani wewe kuolewa ni kuchungwa? Ndio, utachungwa ukishaolewa. Kuoa, hata ukioa unachungwa na mke wako. Yaani nimekuoa, unataka kunikalia? Ndio, utakaliwa kwa sababu umeoa. Hakuna uhuru kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mke wako, nikuache tu uende, unarudi saa 6. Huku niambia utarudi saa 6. Ulikuwa wapi? Ninavyokuuliza hivyo sio kwa sababu kwamba nadhani ulikuwa kwa mwanamke. Sio tabia nzuri uwe huko nje bila taarifa. Kwa mfano kipindi kile watu walikuwa wanapigwa risasi usiku. Ungepigwa risasi je? Mimi mume wangu atakuwa nani? Niwe mjane ujanani? You must be kidding. Naongea hapo kwa niaba ya mwanamke. Punga mkono basi. Na wanawake wenyewe hata waelewe, apige hata vigelegele. Kwa hiyo ukioa, mchunge mke wako. Ukishaolewa, mchunge mume wako. Lakini sio kwa namna ya mpaka unafuatilia masimu, sio unafanyaje. Hiyo utakuwa unatafuta matatizo. Kwa sababu siku hizi wadada, na ushahidi mwingi tu, wadada yana najua kabisa mchungaji Gileadi wanapendana na mke wake, lakini nimeshajua mke wake ana wivu, ili nimpate. Ngoja saa hizi saa 3 watakuwa pamoja, atakuwa hayuko kazini. Message ngenja, darling I miss you, ya makusudi tu. Wala mchungaji Gileadi hamjui, daktari Gileadi hamjui, lakini huyu amekuletea message saa hizi ni nani? Chanzo cha matatizo, mwisho mke wake anamwacha. Akisha mwacha, yule aliyesababisha ndio huyo wa kwanza.
Achana na yule kwanza, ulioaje mtu huyo mshamba zilili. Unaona? Yaani dunia ya sasa ndivyo ilivyo. Na washauri mabinti zangu, komaa na mme wako. Vitu vyovyote vya kukufanya ukasirike, weka na akili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mke hapo, tamalaki. Acha wasiwasi, shida, kwa sababu kinachokufanya ufuatilie simu ni nini wakati unaweza kumuita Yehova? Funga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jiamini, halafu muamini Mungu. Haya mambo mengine Mungu atafanya. Sasa nilikuwa nasema ndoa ni uhusiano wa kipekee wenye hayo yote niliyoyaeleza, lakini unaendeshwa na upendo. Kuna maneno ya mtaalamu mmoja hapa, kwa sababu uwe mwalimu mzuri unakuwa mwanafunzi wa wengine. Haya maneno hapa nimeyanukuu kutoka kwa mtaalamu mmoja. Na tabia ya sisi wanazuoni, lazima ukiri kwamba hili sio wazo lako. Kwa hiyo nataka nilisome kwa Kiingereza, lakini nataka uelewe limetokana na mtu mmoja ambaye katika notes zangu anaitwa Dr. E. Smart. Dr. E. Smart. Huyu anasema hivi: there is no more fatal source of disruption in marriage today than this inability to distinguish between the reality of love and the feeling of love. Tafsiri: hakuna chanzo cha migogoro na mizozo na magomvi yanayopeleka watu wakaachana zaidi ya kitu kilichoko leo, kutokuweza kutofautisha feeling ya kwamba napenda au napendwa na uhalisia wa upendo. Kumbe iko tofauti kuhisi upendo na kupenda, kwa sababu pamoja na kwamba hisia ziko ndani ya upendo, lakini sio kwamba upendo ni hisia. Upendo una matendo. Watu fulani wanasema nampenda mara milioni. Haya, mwangalie matendo, zero. Upendo sio maneno wala sio hisia, kwa sababu hisia zinapanda na kushuka, lakini upendo ni wa kudumu. Upendo unatakiwa ukue, tena unakuwa wakati mnavyoendelea kujuana, mnavyoendelea kufahamiana. Kinachotokea ni nini? Watu waliochumbiana wanavyokuja kukaa pamoja, wanasema upendo wao umeenda na maji. Hivi wakati ule, yani tunachumbiana, tulikuwa tunapendana sana, ila siku hizi hatupendani. Elewa, haukuwa upendo, ilikuwa ni hisia, na inawezekana ilikuwa ni tamaa. Leo nitakupa, kwa sababu ndoa iweze kukaa vizuri, inapaswa itofautishe uhalisia wa upendo na hisia za upendo. Christian marriage is founded not primarily on feeling or an emotion, but on a relation, a covenantal bond in which two people have committed themselves to each other before God to hold each other through all the changing weather of their human feelings. Na tafsiri yale maneno aliyosema mwanzo yanaendelea na haya. Anasema hivi: ndoa ya Kikristo msingi wake hauko kwanza kwenye hiyo hisia, bali katika uhusiano.
mtu amekuja kwa sababu anajua hapa kuna pesa, anaanza kujirahisi. Huyo wakati anajua wewe ni mume wake, huyu hana, na huo sio uhusiano. Uhusiano wa ndoa ni agano lako. Wengine wote wanafungiwa mlango nje, wengine wote hawapati nafasi ya kuingia. Ni uhusiano ambao hata baba mzazi haruhusiwi kuingilia. Ni uhusiano ambao hata mama mzazi haruhusiwi kuingilia. Hata dada haruhusiwi kuingilia. Nimekuja kufahamu kuna mila zinazo, kijana na thamini maneno ya dada zake. Ndoa za namna hiyo haziwezi kufanikiwa. Kwa hiyo dada anamuongoza kaka. Ndoa haiwezi kusimama hivyo. Kwa nini na nyie msiende kushughulika na ndoa zenu huko? Sina ninyi mna waume? Kinachowasumbua mje hapa mwanze kusumbua na kuangalia ndoa ya kaka yenu ni nini? Sina ninyi mna waume zenu? Na kama hujaolewa basi ilia ndoa ya kaka yako, mwacha afurahie maisha. Mama mkwe, mwamini mwanao amenipenda na mimi niamini nitakaa naye vizuri. Wewe ukamlea mpaka amekuwa hivi. Hatukutengi wala hatukuachi, wewe ni mama yetu, lakini mahusiano yetu kaa pembeni, usiingilie. Unapoingilia unaharibu. Wewe mwenyewe ungeingiliwa namna hiyo, usingekaa na baba aliyesababisha akamzaa huyu mume wangu. Wewe umemzaa huyu mume wangu kwa sababu uliachwa huru. Kinachokufanya uingilie mahusiano yangu ni nini? Eti dada na mama mkwe mnaanza kusema huyu wakuja tu, anakuja kula mali zetu. Kwani nani alishawahi kuoa dada yake? Na watu wakasema ni sawa. Nani aliwahi kuoa mama yake? Na watu wakasema sawa. Kwa nini mama hufurahii mtoto wako amepata mke? Huyu mke ndiye atakayempa raha na furaha duniani. Kwa nini wewe dada hufurahii huyu mume, huyu mtoto wako kupata huyu kaka kupata mke? Kwa sababu huyu ndiye atakayempa raha duniani. Na uhusiano wa mume na mke sio wa damu ya baba wala ya mama, ni uhusiano wa damu yao wenyewe. Ndio maana ni uhusiano mkubwa kuliko uhusiano wa kaka na dada. Ndio maana ni uhusiano mkubwa zaidi ya uhusiano wa kwamba huyu ni mzazi, kwa sababu ni damu yao wenyewe inawaweka pamoja. Ni agano la damu yao. Ni kama vile mmoja amekata mkono wake, damu ikatoka, na mwingine akata damu yake mkono wake, wakaunganisha. Damu inayopita kwenye mishipa yake iko damu ya mke wake. Damu inayopita kwenye mishipa yake iko damu ya mume wake. Huo ndio uhusiano wa mume na mke. Kwa hiyo unapaswa kuheshimiwa. Roho Mtakatifu mwenyewe anaulinda, Mungu mwenyewe anaulinda, na serikali inaulinda. Kwa hiyo kaa chonjo, tuliza boli, punga mkono wako. Kwa hiyo ili mahusiano ya watu yawe sawasawa, ni lazima yasababishwe na upendo. Kwa sababu muda wangu umeenda, sitasoma, lakini haya maandiko nayafahamu kwa kichwa, nitakuwa nayazungumza. Nitakalosoma ni moja tu, la Wimbo Ulio Bora sura ya 8 mstari wa 6. Vijana sijui hawaelewi, anaoa lakini haelewi uzito wa anachokifanya. Mabinti wengine sijui hawaelewi, wanaolewa lakini hawajui uzito wa wanachokifanya. Si kama hivi Queen unavotoka nje, maana yake umeelewa ninachosema?
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 8. Wimbo ulio bora. Kaa ndani humu kutoka ni makosa. Wakati mambo yanayozungumzwa ni mambo ambayo siku 2-3 hamyafuati. Sasa hivi nitaanza kuwa napiga fimbo watu. Nafikiri hapo ndio tutaelewana. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Song of Songs. Canticles. Sura ya 8 nasoma mstari wa 6. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angelidharauliwa kabisa. Umeona? Biblia inasema nimekubali unioe, nimekupenda. Nimeamua kukuoa, nimekupenda. Weka moyoni mwako mambo yangu, na mimi mwenyewe uniweke moyoni mwako kama muhuri. Sio muhuri wa rangi, muhuri wa moto unaoacha alama isiyofutika. Ukiufuta na karatasi yenyewe imeichana. Ndiyo yalivyo maisha ya mwanamume na mwanamke waliooana. Sio jambo ambalo tu itatokea tu kitu kidogo umeniacha, kitu kidogo tu tunaachana. Unataka huyo mtu afe. Anaweza asife kimwili, lakini unamuua kihisia. Hata yaangalia maisha kama alivyokuwa naangalia mwanzo. Unaharibu maisha yake. Bora usingemuoa basi. Bora usingekubali kuolewa naye. Unakubali kuolewa naye, mweke moyoni kama muhuri wa moto. Kazi zako, mkono wako ureflect yeye. Una duka sio lako, na mali zinazotokea hapo sio zako, ni kwa ajili ya mke wako na watoto wako. Una mshahara sio wako, ni kwa ajili ya mke wako na watoto wake. Chochote unachopata ni haki ya mkeo, kwa sababu umemtia moyoni kama muhuri, na mkono wako una maana hiyo. Ngoja nikwambie, wataalamu wa dunia hii wanasema hata mali zinakuja katika maisha ya watu wanaofanya kazi kwa bidii, kwa sababu mwanamume hata ambaye hajaoa, yuko mwanamke anayetaka amfurahishe. Hamjui, lakini anafurahisha. Ndio maana anafanya kazi usiku kucha. Ndio maana anasoma halali. Anatafuta heshima itakayomvuta mwanamke fulani. Kwa hiyo huyu mwanamke ni alama ya mafanikio. Huyu mwanamke ni alama ya maisha marefu. Huyu mwanamke ni alama ya bidii. Sasa kazi zako zitakuwa zinaonyesha uwepo wake. Lakini masuala ya kusema, kwa sababu unanifuatafuata, mimi nimeona nifanye hivi, halafu haya mengine haya usinifuate. Najua mwenyewe nitakavyofanya. Hata hicho unachotaka kujiweka pembeni, na chenyeni cha huyo mwanamke. Mimi nimeamua hiki kiwanda nakupa, itakuwa mali yako, na hii nyumba mali yako, lakini huku kwingine usinifuatilie, kwa sababu nataka kuwa na nyumba ndogo huko. Bado huyo, bado hata hizo mali ni zake huyo, maana huyo ndio mkeo. Punga mkono. Hakuna mahali wewe mwanamume utakuwa salama. Ukishakuwa na mke, umemilikiwa. Ukishakuwa na mume, umemilikiwa. Elewa hivyo, na ukiamua kuishi namna hiyo, maisha yenu yatafanikiwa. Ndivyo Biblia inavyosema. Ndivyo Biblia inavyosema. Na upendo una upande wa pili kama shilingi, huku uhuru, huku umoja.
na upendo na upande wa pili wivu. Hebu sema wivu. Mtu unayempenda lazima utamwonea wivu. Lakini kuna watu wengine wana wivu ambao unaonyesha kwamba wana shida ya afya ya akili. Punga mkono wako. Kwa sababu lazima umpe mtu wako uhuru kufanya biashara, kufanya huduma, kuhusiana na watu. Atafanyaje aliyoitiwa kufanya kama humpi uhuru? Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huyu mama yenu asingenipa uhuru wa kuwa naongea na watu, wana shida, wengine wanakuja wanalia. Wanasema kabisa mimi sitakuwa huru kuongea mama akiwepo. Mama huwa anakuwa huru tu, anawaacha. Akikuwa anasema, "Kwani unataka kuongea nini? Lazima niwepo." Ni mambo ya hisia za mioyo ya watu. Anaacha. Naongea na watu, nawasaidia. Baadaye unakuja kuona wala hapakuwa na jambo lolote, ila ni moyo wake tu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angeng'ang'ania kuwepo, tungetengeneza tatizo wakati hakuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeangalia kwenye mtandao mama mmoja, wivu huo naosema ambao ni afya ya akili, shida ya afya ya akili. Mume wake wako pembeni na hili hapa gari lake, wako pembeni wana makaratasi. Kumbe ni mkataba wa zabuni, contract. Watu hawa wanaofanya kazi wanapata contract. Unaweza ukawa na zabuni labda ya kujenga, labda UDOM yote. Si ni mabilioni ya hela? Huwa ni makaratasi jamani. Kabla hazijawa pesa ni nini? Na haiwezi ikaja serikali hapo, wanakuja watu. Sasa mtu anaweza akawa mwanamke. Tunaelewana? Mtu anaweza akawa nani? Na anayetaka kupewa zabuni ni nani? Mume wako. Sasa alivyokuja mwanamke anamkuta mume wake wamekaa pembeni ya gari, wana hayo makaratasi, hajauliza, hajafanya nini, amefikia kuchana. Unachana mabilioni. Yani hata kama yani unaweza kusema sasa basi leo mwisho ndoa yenyewe. Li mwanamke lenyewe akili hamna. Hivi kweli unakuwa hivyo? Kweli una akili? Unachana pesa ambayo watoto wako wangeishi maisha mazuri. Sasa hiyo karatasi umeichana, ndio kama nina uhusiano na huyu mwanamke ndio uhusiano utaisha? Si ujinga tu. Mambo mengine yapelekeni kiakili. Hata kama hujui kusoma, si unaweza kaangalia picha. Picha zenyewe huwezi kuelewa. Punga mkono basi. Yaani hata wao msemo wa Kiswahili na wenyewe hamjauelewa. Hujui kusoma, picha huwezi kuangalia. Ukaangalia picha ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiwe mwepesi sana wa kuhamaki na kudhani jambo moja tu, mwanamume akiwa na mwanamke ni jambo moja, ni ngono. Watu wa hivyo huwa hawafanikiwi. Na tatizo lake ana shida ya akili. Sasa muulize mwenzako hapo uliyekaa naye, wewe akili yako iko sawa sawa? Kwa wengine hapa kuonyesha kwamba akili zenu haziko sawa sawa ni kwa sababu kila mliyemwona amesimama na mtu, mlichowaza ni hicho tu. Kuonyesha kwamba moyo wako wewe una shida. Kwa sababu wenzako sio kila wanapokaa na mtu, wanaposimama na mtu, wanachozungumza ni hicho tu. Sio. Unataka kusema mwanamke hana jambo jingine isipokuwa ngono? Ukisema hivyo maana yake ni hivyo. Basi na mimi mwanamume nitakapokuona na mtu basi ni ngono, tuanze ngumi. Huyo mwanamume nimpige head chini anazimia. Tuanze kesi. Nataka kuua mtu, kumbe mlikuwa mnaongea mambo mengine tu. Hivi tumeelewana? Unapowaza jambo liwaze na upande wa pili. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunarudia tena kwa sababu kuna watu wengine wajeuri hawataka kufanya. Nikisema punga mkono unapunga. Leo nimevaa miwani na waona jamani. Punga mkono. Haya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sijui masomo yangu yanaeleweka? Bado mnanipenda? Bado mnanipenda? Wataalamu wanasema hivi, kila mwanadamu ana njaa ya kupendwa. Hebu tuseme wote kwa pamoja. Na hiyo njaa inashibishwa kwa uwepo wa mtu mwingine. Sio lazima iwe ni kwenye maeneo ya ngono. Ndio maana ninaoa, ili nisiwe na upweke, kwa sababu nahitaji mtu atakayekuwa alama ya upendo katika maisha yangu. Uko upendo nimepewa na Mungu, aweko mtu wa kuupokea. Kila mwanadamu anahitaji kupendwa. Na watu wanapojua hakuna upendo, huwa wanaanza kuumwa. Kila wagonjwa mnaowakuta hospitalini 60, hata wakipewa vidonge huwa haviwasaidii. Sijaongea na dokta hapa tukubaliane, kwa hiyo sitamuuliza. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanatuambia watu wa psychology, watu wengi magonjwa walionayo hayatokani na bakteria, hayatokani na virusi, hayatokani na amiba, hayatokani na fungus. Yanatokana na mambo ya moyoni. Mambo ya moyoni. Kwa hiyo akipatikana wa kumpenda, anapona. Upendo unaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wewe mwanamume usioe kama huna lengo la kumpenda huyo mwanamke. Kama unataka kumfanya mtumwa wa ngono, manake humpendi, usimuoe. Kwa sababu usipompenda atakuwa mgonjwa kifikra, mwisho moyo wake utaharibika, mwili wake utaitikia kwa magonjwa yasiyo na dawa. Vivyo hivyo mwanamke, usikubali kuolewa na mtu kama huko tayari kukaa naye kwa upendo. Na mwanamume haelewi kitu. Hata ukimwambia nakupenda baba fulani, haelewi. Wakati anapokuambia mambo huna utii. Anapoanzisha mambo huyafuatilii. Yani you don't yield to what he starts. Mwanamke kwa nini ameambiwa atii? Kwa sababu mwanamume atakuwa mwanzilishi wa mambo, halafu wewe mwanamume atakuwa mwanzilishi wa mambo, halafu wewe mwanamke utakuwa unaitikia. Huko kuitikia ndio kutii. Mwanamume haelewi kingine. Kwa hiyo hata unavyoona talaka ni kwa sababu mwanamke alikuwa haitikii mambo ambayo mwanamume anaanzisha. Hata anapokugusa tu bega na kwanza ukuonyesha kwa macho kwamba nenda chumbani, ndio mwanzilishi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtandaoni nimeona kimchoro fulani hivi nikacheka. Mama mkwe alikuwa na watoto wao. Sasa akawa namwona mme wa mke wake, mme wa mtoto wake anakuja, anazunguka, anakuja, anazunguka. Yule mama kwa sababu ni mtu mzima, akamwambia mtoto wake, nenda chumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi, na hayo ndio mahusiano ya mwanamume na mwanamke katika ndoa. Sasa mwanamke ambaye atakuwa jeuri hakustahili kuolewa. Ndio sababu ya matatizo mengi. Kumbe ni jeuri yako. Hakustahili kuolewa. Hujaelewa tu kinachotakiwa. Unaona mtu wa Mungu? Mwanamume anahesabu anaposema usiende. Umesema nataka niende mjini, kuna ndugu yangu, kuna rafiki yangu, sijui ni, moyo wake tumekataa. Akasema usiende. Ukienda, yeye anahesabu humpendi. Hata ukirudi ukasema mume wangu nakupenda sana, haelewi. Yeye anakuambia leo mimi nataka kisamvu cha nazi. Wewe unaamua kupika chips na kuku. Mimi nitaka ugali.
tena wa mhogo, na mboga iwe ni kisamvu cha nazi. Wewe umepika chipsi na nyama ya kuku. Ndicho nachotaka wewe kwa leo, lakini changu mimi hujanipikia, na ndivyo nilivyokueleza. Hii ni jeuri, hujanitii. Ni chanzo cha mambo madogo madogo, mwisho mnaweza mkaachana. Wanawake wengi hawaelewi kwamba kuumiza hisia za mume wako ni hatari. Wanawake wengi hawaelewi kwamba kuumiza hisia za mume wako ni hatari, mke wako ni hatari. Nazungumza kote kote. Lazima uelewe. Kwa nini? Ni swala la upendo. Sasa upendo ndilo deni mwanadamu alilonalo kwa mtu wa pili. Hakikisha unapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upendo umewekwa ndani mwetu na Roho Mtakatifu, tunatakiwa kuutenda. Ni kama kengele. Kengele haina maana yoyote kama haijagongwa. Lazima igongwe, ngongo ngongo. Ndio faida ya kuwepo kwa kengele, kuna maana. Wimbo wowote hauna maana kama haujaimbwa. Ni lazima uimbwe. Kwa sababu hiyo upendo lazima utolewe, na upendo lazima upokelewe. Nikikuonyesha matendo ya upendo halafu wewe unakataa, nimenunua kitenge, inawezekana rangi yake na maua yake wewe huyapendi, nisilete halafu kasema hivi, macho unayo kweli? Hiyo maana yake upendo wangu unaukataa. Kesho usijukalia kwamba sikupendi. Jifunga nisikutendee matendo ya upendo, kwa maana upendo hufadhili. Kukupa kitu ni ishara ya upendo. Upendo ni matendo. Nimekupa kitu, nimekinunua kwa hela zangu, nilisafiri, nikajibana, nimepata pesa hii, nilienda, sisi wahubiri, nimeenda mahali nimehubiri, nimepewa sadaka, nimepata pesa, kuna kitu nimekiona, nimekinunua, nikikuletea, hata kama hukipendi, chenyewe hicho kitu, kwa ajili ya kuonyesha mimi nilivyokupenda kwa kukupa hicho kitu, kipokee kwanza, halafu furahi. Mambo mengine ya kwamba rangi haihusiani, au sasa hivi nilikuwa sitaki kiatu, nilikuwa nataka saa, sasa hivi nilikuwa sitaki saa, nilikuwa nataka chain, hayo achana nayo, kwa sababu hii ni lugha ya upendo. Kutoa zawadi ni moja ya lugha ya upendo ya watu. Mtu mwingine asipotoa zawadi hajaonyesha upendo, na wewe ukikataa zawadi yake umeukataa upendo wake, na kwa hiyo umeumiza moyo wake, na unaweza ukajikuta unakutana na matokeo magumu kesho. Sisi sote ni malaika. Hebu sema, sisi sote ni malaika. Lakini malaika wa bawa moja. Hatuwezi kuruka, ni mpaka aje mke au mume, basi tutakuwa na mabawa mawili ya kuruka tukiwa tumeungana. Na super glue kati yetu ni ndoa. Kwa hiyo tuko, huyu ni bawa moja, anakuja Katarina, bawa la pili, hao tunaruka, tumeunganishwa na upendo. Ni malaika wa bawa moja, tunahitaji malaika wa pili ili tuweze kuruka. Ni huyo mwenzi wako wa ndoa. Narudia tena, mabinti ambao bado hamjaolewa, wakija vijana, msiwe mnakataa bila sababu, kwa sababu ni muhimu kuwa na mume. Upendo ndio nishati ya kuendesha maisha. Upendo ndio nishati ya kuendesha maisha. Upendo unatoka kwa Mungu, unakuja kwa mume, kutoka kwa mume unakuja kwa mke, kutoka kwa mke unakuja kwa watoto. Sio kwamba Mungu hampendi mke, anampenda mke pia. Sio kwamba mume hawapendi watoto, anawapenda pia. Ila
protokali ya upendo ni Mungu, mume, mke, watoto. Mwanamke ambaye hajaonyeshwa upendo anaweza akaharibikiwa akili, akawa kama nguruwe, akawararua watoto wake. Mlishawahi kuona nguruwe anakula watoto? Ndivyo walivyo wakina mama walioharibiwa moyo kwa sababu ya matendo ya waume zao. Wanaweza kutupa mtoto chooni, wanaweza kutupa mtoto kwenye rambo, akaacha barabarani, akakanyagwa na gari. Akiwa na huruma kidogo, anaweza kapeleka hospitali, akamwacha kwenye geti la hospitali. Ni kwa sababu mume hakumpenda. Kwa sababu ya muda, nilitaka nimalize nilichokiandaa leo, tutamalizia kesho. Nitaka nionyeshe tofauti ya upendo na tamaa. Ndio somo letu lilikuwa linaisha leo kwenye kipengele hicho. So, kwa sababu ya muda niishie hapo, tutaendelea kesho, lakini tuweze kuendelea na somo lingine la kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikuwa ninaomba hivi, wale wanaotamani kwamba tusichelewe, tuwe na ile semina ya wanandoa pase, mke na mume, wajiandikishe majina yao kwa mchungaji Dr. Zablon Gilead. Hebu simama wakuone, andika jina lako, na pesa tutakazokuwa tunachangia ni shilingi 40,000 tu. Utapata chai tena ya maziwa, na utapata chakula mchana bomba, alafu jioni utapata soda, tutaachana. Shilingi 40,000 tu. Mume na mke, mke atoe 40,000 na mwanamke 40,000, ni 80,000 maana yake. Basi kwa sababu mna maneno mengi, basi tufanye 40,000 wote wawili. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame sasa, maana mmekuwa